Karibuni mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa MCZO TV. Ni asubuhi iliyo njema tena na kukaribisha kufuata matangazo ya asubuhi ya leo kwenye MCZO TV, na pia naendelea kukushukuru na kukutakia Jumatatu ya baraka na furaha. Leo ni Jumatatu au lendi tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na habari zetu tukizianzia mjini Uvira ni kuwa Chef Daveni wa Kimbangu alipotiwa kupigwa masasi usiku wa kuamkia leo Uvira. Taarifa za awali zinaripoti kuwa Chef Daveni wa Kimbangu anayejulikana kwa jina la Mwanya amepigwa risasi usiku wa leo wa kuamkia leo siku ya jana Jumapili tarehe 7 Juni mwaka 2026. Alipigwa masasi ilikuwa ni majira ya saa 3 katika eneo la Kabindula mjini Uvira. Kumbuke kuwa baada ya risasi kuzika mjini Uvira walitia ripoti kuwa kuna milio ya risasi ilikuwa ikisikika katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zinasema kuwa majeruhi huyo alikimbizwa katika hospitali kuu ya Uvira kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hadi sasa mazingira ya tukio hilo na hali ya huyo majeruhi pamoja na utambulisho wa washambuliaji waliofanya mauaji yamethibitishwa kuwa ni walikuwa wazalendo. Yamethibitishwa na mamlaka za usalama kuwa ni wazalendo ndio walikuwa wakipigana, wazalendo wao kwa wao. Niwakumbushe kuwa mji wa Uvira bado unakabiliwa na usalama mdogo. Wananchi wanaendelea kutaabika, wanaendelea kuporwa, wanaendelea kunyang'anywa, wanaendelea kupigwa masasi kama hakuna serikali iko Uvira. Vyombo vya usalama vinatarajiwa kuanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha wahusika wa tukio hilo. Yaani kesi ya nyani upelekee gedele au kutumbili. Inachekesha sana. Yaani mtu ajichunguze mwenyewe. Wakazi wa Uvira wanaendelea kuomba hali ya usalama ya kuimarisha na kulinda maisha na mali za wananchi. Wao ndio waliokaribisha na tuwape pole kwa hilo. Wao ndio waliokaribisha wakiwapigia mikono watoto wetu wamerudi Uvira. Na inasemekana kuwa anayejiita Generali Omari na Mtaga, generali anasemekana kuwa alipigwa masasi na wanajeshi wa Maimai au generali anayeita Kamama. Inaoma sana. Na tukibaki mjini Uvira ni kuwa tarehe 6 hadi 7 mwezi Juni mwaka huu kuna taarifa kizuri wanaendelea kwa taarifu kila tukio baada ya tukio yanayoendelea mjini Uvira, wanaendelea kuwapasha habari. Inasemekana kuwa tarehe 6 hadi 7 mwezi huu wa Juni mwaka huu kuna tukio lingine lilitokea la ugomvi wa kifamilia kati ya mwanajeshi wa FARDC na mke wake. Ugomvi huu uligeuka kwa hatua hadi mapigano makali ndani ya familia yao. Kutokana na taarifa inasemekana kuwa mke wa huyo mwanajeshi wa FARDC alienda kaomba msaada kwa baadhi ya wa Maimai wenyewe mnaoita wazalendo wa Bitakwira. Kumbuka kuwa Bitakwira na pia na wa Maimai ndio nakwambia kuwa nchi yetu imekuwa kama shamba la bibi. Baada ya mke wa huyo mwanajeshi wa FARDC kutoa taarifa kwa Maimai, ndio hapa Maimai wakabidi waende nyumbani kwa huyo mwanajeshi wa FARDC. Na walipofika nyumbani kwa huyo mwanajeshi wa FARDC, hawa wazalendo walijaribu kutumia nguvu kwa kupeleka huyo mwanajeshi na huyo mke wake kwa viongozi wa kijeshi ili wapate suluhisho lipatikane la mgogoro huu. Katika mazingira hayo ya mkanganyiko na kutoelewana, mwanajeshi huyo alipigia wenzake na kuwataarifu wakidai kuwa Wamaimai wanamtishia kwa watampiga masasi. Hatua hiyo ikasababisha mgogoro kati ya jeshi la FARDC na wazalendo, inadaiwa kusababisha mapigano
hiyo tarehe ya 6 na ya 7 mwezi huu, mapigano yalitokea kati ya wazalendo na jeshi la FARDC. Jambo lilieneza milipiko mingi ya risasi ilisikika maeneo mbalimbali ya jiji la Uvira, hasa kwenye barabara la Kambungulu. Waliokaa Uvira wanaelewa barabara Kambungulu sehemu iliyoko. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, inasema kuwa watu 3 walipoteza maisha, wakiwemo wapiganaji wa Mai Mai na raia mmoja. Waathiriwa hao walipelekwa katika hospitali ya Scarbourne kabla ya kuhamishwa hospitalini kuu ya rufaa ya Uvira, ambako watu ambao hao wazalendo wanasemekana kuwa walifariki, waliaga dunia kutokana na majeraha hayo walipata. Ripoti hii ilitolewa na wanaharakati wa machozi ya raia, ililaani pia vikali aina yoyote ya vurugu inayosababishwa na wazalendo, ikisababisha pia kupotezwa kwa maisha ya watu. Harakati hiyo ya wanaharakati hawa wa raia za machozi ya raia wanazitaka mamlaka za kiraia na za kijeshi, mahakama kuu kufanya uchunguzi huru, sio na upendeleo na uwazi, ili ukweli wote ujulikane kuhusu matukio haya yanayosikitisha na wahusika wawajibishwe kwa mujibu wa sheria. Tukisalia nchini Kongo, ni kuwa migogoro na maisha magumu ambayo yanaendelea kwenye miongo kadhaa. Vita hivyo vinasababishwa na vifo vya mamia ya maelfu ya watu, kuwafanya mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao na kuziacha sehemu nyingi zikiwa katika hali ya ukosefu wa usalama wa karibu kila wakati. Nyuma ya vita hivi kuna sababu nyingi zinazochanganyika. Kwanza, kuna mapambano ya kudhibiti rasilimali za asili, hata dhahabu, coltan, casterite na madini mengine muhimu yanayotafutwa sana katika soko la dunia. Udhibiti na utajiri huu ni chanzo kikubwa cha fedha kwa baadhi ya makundi yenye silaha kama FDLR, wazalendo na RF na Codeco na wengine. Pia kuna ushindani wa kisiasa, migogoro ya kijamii kati ya jamii mbalimbali, masuala ya umiliki wa ardhi pamoja na maslahi ya kijiografia na kisiasa ndani ya nchi za eneo hili. Uwepo wa makundi mengi ya waasi wa kizalendo ndani ya nchi ya DRC unafanya hali kuwa ngumu zaidi na kuendeleza mzunguko wa vurugu ambao ni vigumu kumaliza. Hata hivyo, si sahihi kuhusisha vita hivi na sababu moja pekee au mhusika mmoja tu. Watafiti na mashirika ya kimataifa na mamlaka mbalimbali hutoa uchambuzi tofauti na wakati mwingine unaokinzana kuhusu majukumu na malengo ya wahusika mbalimbali katika mgogoro huu. Kinachoonekana kujificha nyuma ya vita hii ni mchanganyiko wa maslahi ya kiuchumi, mapambano ya madaraka na matatizo ya utawala bora na masuala ya usalama wa kikanda. Wakati huo, kwa masikitiko makubwa, wananchi wa Kongo ndio wanaendelea kubeba mzigo mkubwa zaidi wa mateso yanayosababishwa na hivi vita vinavyofadhiliwa na serikali ya Kongo pamoja na wanasiasa wa Kongo. Amani ya kudumu haitapatikana kwa njia ya kijeshi pekee, bali pia kupitia mageuzi ya taasisi za serikali, maendeleo ya kiuchumi, haki na ushirikiano wa kweli katika nchi za eneo hili. Tukielekea mjini Fizi, ni kuwa kwenye hospitali kuu ya Fizi kumeonekana mwili wa mwanadada aliyekuwa akikaa hapo. Inasemekana kuwa huyu mwanadada aliwahi kuwa mke wa soda. Walipokuwa kwenye familia yao kulikuwa na mzozano au mgongano, ndio hapo huyu mwanajeshi wa serikali ya FARDC akaamua kumchukulia hatua, akampiga vibaya mwanamke wake. Ikumbuka kuwa alikuwa mjamzito, ndio baada ya kichapo hicho kampelekea kuumwa vibaya sana. Habari hizo tumezipewa na mwanamama mmoja aliyemwona kwenye hospitali huyo mwanamke bibi ya soda. Yeye ndo alitoa taarifa, akamsikilia huruma na akamuuguza. Baada hapo kasemekana kuwa baada ya siku kadhaa huyu mwanamama kakata roho.
Kwa sasa familia yake ya walioko eneo za Fizi wanamjua huyu mwanadada, wanabidi kwa kutoa taarifa, na tunatoa pole kama wa revolutionnaire upande wa serikali ya AFC M23, tunatoa pole kwa familia yake.